Kijana mwangaziaji, Pathfinder Eclaireur, mahali pote mlipo, Mungu akubariki kila mara unapoendelea kusherehekea pamoja nasi kwenye tukio hili la vitambaa. Na nataka nikukumbushe tu kwamba sisi kama waangaziaji wa Eclaireur Pathfinder, sio kwamba tunakuwa waangaziaji siku ya Sabato tu, hapana. Sisi ni waangaziaji katika siku zote za maisha yetu, na tumempokea Yesu kwa Bwana mkombozi wa maisha yetu, na tupo tayari kutangaza habari yake kwa watu. Tuna lengo, tunataka kuandaa watu kwa ujio wa Yesu mara ya pili. Kwa hivyo changamoto ya leo, nataka mpendwa mtazamaji na msikilizaji, wewe ambaye ni mwangaziaji mwenzangu, chukua picha mahali ulipo unapovaa fulare yako, na hapo kuwa na kitambulisho kimoja cha chama. Unaweza kuwa na notebook ya chama, ama unakuwa pengine na logo, unaweza kuwa na bendera, ama na kile kitu chochote ambacho kitaonyesha, kama ni peta, kitakachoonyesha kwamba wewe ni angaziaji. Tuko kwenye robo ya 3 mwaka 2025, tunajifunza kuhusu kitabu cha Kutoka, na somo hili la 12 kama vijana waangaziaji pia tunasoma Biblia kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia. Somo la 12 linazungumzia kuhusu na kusihi unionyeshe utukufu wako. Na kusihi unionyeshe utukufu wako. Na leo Jumatano tuzungumzie kuhusu tu ufunuo binafsi wa Mungu. Ufunuo binafsi wa Mungu. Hapo nitakusihi kamata Biblia yako, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tusome kwenye Kutoka 34:1 hadi 28. Hapo tukiangalia Mungu alifunuaje utukufu wake kwa Musa. Kumbuka somo linasema ufunuo binafsi wa Mungu. Basi soma pamoja nami na tubarikiwe pamoja. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utaona kwamba katika maisha ya Musa amekuwa na urafiki wa kina zaidi, tena urafiki binafsi na Mungu. Na imani ya kwamba tangu tulipoanza kusoma somo hili, hasa sana la juma hili ambalo Mungu anataka tuingie katika uhusiano wa karibu na wandani, tuwe marafiki zake sawa sawa na Musa. Hili somo liko linakubariki. Kama pengine katika muda wako wa kusoma Biblia ulikuwa umezofika kidogo, umelegea, umezembea, ni juma hii, ni somo hili lina lengo la kukuamsha ili kwamba ukomae tena kiroho na ufikie mahali ambapo Mungu anataka. Mungu alikuwa amemwonyesha Musa utukufu wake katika tukio la 7, na hapo akapanda mlimani Sinai. Musa alikuwa anajitokeza mbele za Mungu kwa nyakati tofauti na kwa makusudi tofauti. Nataka nizungumzie nyakati 7 na matukio, ama niseme na kusudi 7 ambazo zilikuwa zinamsukuma wakutane na Mungu. Musa alikutana na Mungu kwa sehemu ya kwanza hapo alipopokea msingi ya agano kwenye Kutoka 19 mstari wa 3 hadi wa 7. Mahali pengine jambo la pili ni katika wakati alipokuwa akitoa mwitikio wa watu na kupokea maagizo juu ya theofania huko Sinai kwenye mlima. Unaposoma huko kwenye kitabu cha Kutoka 19:8 hadi 14. Na jambo la tatu ni kwamba ni wakati wa kupokea maelekezo mapya kwenye Kutoka 19:12 hadi 25. Pia kupokea sheria za ziada kwenye Kutoka 12:11 hadi 24 mstari wa 3, na pia kupokea amri 10 zilizokuwa zikiandikwa kwa kidole kia Mungu mwenyewe na mfano wa patakatifu kwenye Kutoka 14:12, 18 na 24 mstari wa 32 mstari wa 15. Katika matukio kama na yale, Mungu alikuwa anakutana pamoja na Musa. Katika sehemu ya 6 ni kwamba alikutana naye huko kuombea dhambi ya ndama ambaye alikuwa ametengenezwa na ndugu yake, ambaye alikuwa ni ndama wa dhahabu kwenye Kutoka 32:30. Mahali pa mwisho ni ili Mungu aweze kumuonyesha utukufu wake na kupokea mambao mpya pamoja na amri 10 kwenye 34:1 hadi 5, kitabu cha Kumbukumbu. Kitabu hicho ambacho ni cha Kutoka kabisa. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, katika masehemu yale yote na katika matukio yale yote na kwa kusudi zile, Mungu alikuwa anakutana na Musa, na anataka pia wewe ukutane na yeye. Mungu alikuwa tayari kujifunua yeye binafsi kwa Musa, na Musa akamuona kabisa, na alipokuwa akimuona akasujudu. Mungu alitaka aeleweke vizuri kwa sababu alionyesha tabia yake. Mungu anataka watu wamjue, na huko kumjua ndipo tunapata uzima wa milele. Kwa hivi maono ya utukufu wa Mungu yalithibitika kuwa kujitangaza kwa tabia ya Mungu kulingana kwenye Kutoka 13:4 hadi 7. Na kwa mtazamo huu wa upendo wa Mungu, Musa aliabudu alipoona utukufu wa Mungu kwenye Kutoka 34:8 na Yohana ya kwanza 4:19. Hatimaye Mungu alithibitisha agano lake na Israeli na akasamehe tukio hilo la ibada ya ndama. Mungu anataka leo wewe pia upate kuwa pamoja naye. Hata hivyo Waisraeli walipaswa kumtii Mungu
na kufuata masharti 10 ya wazi ili kupata ustawi wao. Kisha Mungu alimtaka Musa aandike maudhui ya agano hilo ambalo lilikuwa tayari limevunjwa kwenye Kutoka 34:17-18. Mungu akusaidie sana katika safari yako ya kiroho ukitafuta kumjua Mungu zaidi. Je, ni kusudi lako ili kwamba uendelee kumjua Mungu na Mungu endelee kujifunua kwako? Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Baba mtukufu, asante, kwani kusudi lako ni kwamba tuwe marafiki na kwamba ujifunue kwetu tupate kujua tabia yako na kuishi jinsi unavyotaka. Bariki mtazamaji na msikilizaji katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunapokuwa kwenye siku hii ya furaha, ikiwa wewe ni mzazi ama unakuwa kiongozi, hudhuria pamoja nasi na vijana, cheka pamoja nao, cheza pamoja nao katika tukio hili. Hapo utakuwa unafanya kitu kizuri. Mungu akubariki. Usikose kusubscribe, kulike na kushare.